ako katika mtandao wa Google Meet, na wale wote ambao wako katika mtandao wa Facebook Live, tunawakaribisha kwa jina la Yesu Kristo jioni ya leo kwa mkutano wa leo, tunapoendelea na kujadiliana kuhusu imani yetu ya pamoja. Na kama nilivyokuwa nimesema, tulikuwa na changamoto hapa na pale za kimitambo, lakini sasa nafikiri mambo yote yako shwari. Ni matumaini yangu ya kwamba kila mmoja anatupata vilivyo. Na nilikuwa nataka kumuuliza Angela atuombee, lakini ni kama hatupati. Natupata Angela? Nawapata sawa. Basi na nilikuwa naomba utufungulie kwa maombi tafadhali, ili tuweze kuendelea. Sawa. Wacha tuombe na tuamini pamoja. Baba, katika jina la Yesu, twanyenyekea chini ya miguu yako jioni njema, tukikushukuru kwa vile umekuwa mwema na mwaminifu kwetu. Asante kwa kusanyiko la watu wako. Asante Bwana, wakati tunakaa kwa meza yako kukula neno lako Mfalme, tunaomba ukapate kutufungua mawazo, hata kuelewa kwetu Bwana, ukatuwezeshe ili tuweze kuweza kuelewa hata tunapoenda kufafanuliwa neno lako Mfalme. Tuwakaribisha uwepo wako Mfalme katika hii Bible study. Tuwakaribisha uwepo wako, uwezo wako, hata uwerevu wako Mfalme. Wacha your understanding and your wisdom ikakuwe juu ya kila mmoja wetu, wenye wako kwa Meet na wenye wako kwa Facebook Live. Asante Bwana, hata kwa mtumishi wako Pastor Francis, mara tena tuendelea kumuinua mkononi mwako, hata katika kiti chako cha enzi. Endelea kumjaza hekima, endelea kumpatia nguvu, aweze kunena maneno ambayo imetoka katika kiti chako Bwana, ambayo yenye haiko kwa neno lako Mfalme, wacha isikutupate, lakini endelea Bwana kumjaza na kumtia nguvu. Mara tena tunasema ni asante hata kwa mitambo. Tunasema Bwana haitatusumbua, lakini itakuwa clear kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Jambo lingine lolote ambalo hatujalitaja Mfalme, wacha Bwana ukatutendee kadri na mapenzi yako. Na katika jina la Yesu tumeomba Bwana na hata na kuamini. Amen. Amen. Asante sana Angela kwa sababu ya kutuelekeza katika maombi haya ya kufungua mkutano wetu. Nachukua fursa hii tena kuwakaribisheni nyote ambao mmejiunga pamoja nasi kwa njia moja ama nyingine. Na tunakumbuka ya kwamba juma lililopita tuliweza kuliendeleza somo letu kuhusu Injili kwa kutazama Injili kama ahadi ambayo Mungu aliitoa katika Agano la Kale. Na juma hilo ni juma la juzi, juma la jana tuliangalia mwanzo wa Injili. Tumekuwa na msululu wa kujadiliana topic ama swala nzima la Injili kwa madhumuni na makusudi ya kuweza kuitambua Injili na kuitenga na mambo mengine yote ambayo kwa sasa yanahubiriwa yakiitwa ni Injili ya Bwana Yesu, ili hali siyo Injili yake. So wiki iliyopita tulijadili juu ya mwanzo wa Injili, na hii ni baada ya kudhibitisha kwamba kuhubiriwa kwa Injili kulikuwa ni ahadi ambayo Mungu aliitoa katika Agano la Kale kupitia vinywa vya manabii, na tukaona kwamba ahadi huwa na wakati wake wa kutolewa na wakati wa kutimizwa. Na tukaona ya kwamba ahadi hiyo ilitimia katika Agano Jipya kupitia kuzaliwa, maisha, mateso, kifo, kuzikwa na kufufuka na kupaa kwa Bwana Yesu Kristo. Ndio maana Injili
inamhusu yeye, inamhusu kabisa, na inazunguka na kuzungumzwa juu ya utu wake. Na leo tunakamilisha kipengele hicho cha Injili, kisha tuingie kwenye utambulisho wa Injili, jinsi ya kuitofautisha Injili ya kweli na upotovu mbalimbali, kama vile upotovu wa kuifanya Injili kuwa ni bandia, Injili ya mifano ambayo imefananishwa na Injili, na Injili za uongo ambazo adui anazieneza akizifanya zionekane kana kwamba ni Injili ya Bwana Yesu. So kwanza tukamilishe swala la mwanzo wa Injili. Tulikuwa tumebakisha sehemu kidogo kuhusu swala la mwanzo wa Injili, na tuliona ya kwamba Injili ilianza, na tukaona ya kwamba kila jambo ambalo linafanyika tangia Mungu alipoanza uumbaji linafanyika kama vile lilitengewa wakati. Mungu alitenga wakati, God set appointed times, ya kwamba kila kitu alichopanga kifanyike, alikipanga kifanyike na akakipangia wakati ambapo kitakuja kufanyika. Na jambo hilo tulilielezea kwa kipana sana juma lililopita. Na kama tulivyothibitisha awali, Mungu alikamilisha mpango wake wa ukombozi kabla ya dunia kuumbwa. Na katika uumbaji Mungu anatekeleza yale ambayo alikuwa tayari ameipanga kikamilifu kabla ya wakati kuanza. Mpango wake unatekelezwa kwa usahihi usio na dosari, ambapo kila kitu kilichoamriwa kutokea kinatokea sio mapema wala sio kwa kuchelewa, bali kinatokea katika wakati hasa, wakati maalum ambao kilitengewa kutimia, wakati ulioamriwa kimbele. God allocated time to everything that was to happen from the beginning of time to the end of time. Na kila jambo linafanyika kama tulivyosema kwa usahihi ambao hauna dosari. Halifanyiki kabla, halifanyiki baada ya wakati, linafanyika hasa katika wakati uliotengwa kwalo kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Na kuhubiriwa kwa Injili, kama tulivyoona wiki iliyopita, ni kwamba kulikuwa na wakati wake uliowekwa. Hii tulithibitisha kwa mamlaka ya maandiko mengi. On the authority of many scriptures, we established that the preaching of the gospel was ordained to happen at a set time, wakati uliotengwa ili Injili ianze kuhubiriwa. Haingehubiriwa kabla ya wakati huo na haingehubiriwa baada ya wakati huo. Ilibidi ihubiriwe kwa wakati hasa ambao Mungu alikuwa ameitengea kuhubiriwa hata kabla ya kuunda misingi ya dunia. Na haya mengine tutakayoongeza hapa ni baadhi ya maandiko yanayoendelea kuthibitisha ya kuwa Injili ilianza wakati uliotengwa, wakati uliowekwa, at the appointed time. Na ningetaka tuangalie kwenye kitabu cha Wagalatia sura yake ya 3 na mstari wa 8. Na katika andiko hilo inatuambia ya kwamba maandiko yakiona mbele ya kwamba Mungu atawafanya mataifa kuwa wenye haki kwa imani,
yakamhubiria Abrahamu injili zamani, yakisema katika wewe mataifa watabarikiwa. Yaani andiko hilo linasema wakati Mungu alimwambia Abrahamu ya kwamba katika wewe mataifa wote watabarikiwa, maandiko hayo yalikuwa yanamhubiria Abrahamu injili kimbele. Maandiko yaliona mambo yatakayokuja kufanyika na yakamhubiria Ibrahimu mambo hayo ambayo yatakuja kufanyika. Na mambo hayo yalihusu mzao wa Abrahamu ambao kupitia kwake mataifa wote wa dunia watakuja kubarikiwa. Na tuliona ya kwamba katika Wagalatia 3 hiyo mzao huo anatajwa moja kwa moja kuwa ni Yesu Kristo Bwana. Na kwa hivyo maandiko yalimhubiria Ibrahimu kuhusu kuja kwa Yesu Kristo kimbele. Maandiko yalimhubiria Ibrahimu kuja kwa Bwana Yesu kimbele. Yalimhubiria injili kimbele kwa sababu yaliona kwamba mataifa watakuja kufanyiwa haki kwa imani na mambo hayo yatafanyika kwa mzao wa Ibrahimu ambao kwake mataifa wote wa dunia watakuja kubarikiwa. So when the scriptures spoke to Abraham concerning the blessedness of the nations through his seed, the scriptures were preaching to Abraham the gospel in advance. That is exactly what that scripture is saying. Na ukiendelea katika Wagalatia hiyo hiyo sura yake ya 23 utakuta inasema hivi: lakini kabla ya kuja ile imani tulikuwa tumefungwa chini ya sheria, tumefungwa hata ije ile imani ambayo ilipaswa kufunuliwa. Na in simple language inasema ya kwamba kuna imani ambayo ilikuwa ifunuliwe, na wakati wa sheria imani hiyo haikuwa imefunuliwa. So inasema kabla ya kuja ile imani tulikuwa tumefungwa chini ya sheria. Hiyo inatuambia ya kwamba katika dispensation ya sheria ile imani haikuwa imekuja. Na anasema sababu ya wao kuwekwa katika chini ya sheria ni wakisubiri kuja kwa ile imani ambayo ilipaswa kufunuliwa. Na hapa ni muhimu. Kwa nini nimesema ni muhimu? Kwa sababu tunajua imani haikuanza wakati Yesu Kristo alikuja. Tunasoma katika kitabu cha Waebrania 11 kuhusu imani ya kwamba kwa imani Enoko alitoa sadaka bora kuliko Kaini kwa sababu ya imani. Lakini hapa maandiko yanatuambia kuna imani ambayo haikuwa imekuja. Kuna imani ambayo haikuwa imekuja. Ijapokuwa Enoko alifanya mambo hayo kwa imani, ijapokuwa Nuhu alimwamini Mungu, ijapokuwa Abrahamu hata anaitwa baba wa imani, lakini tunaambiwa na maandiko ya kwamba kabla ya imani kuja, kabla ya ile imani kuja, this is a particular kind of faith. Kabla ya ile imani kuja, tulikuwa tumefungwa chini ya sheria, tumefungwa hata itakapokuja ile imani ambayo ilikuwa imepangiwa kuja. Haya yanaongea kuhusu imani ya Kristo. Ijapokuwa watu walimwamini Mungu kwa njia tofauti tofauti na wakafanya mambo mengi kwa imani ya Mungu, lakini imani ya Kristo haikuwa imefunuliwa.
people believed in God, but the faith of Jesus Christ was yet to come. And as long as the faith of Jesus Christ had not come, they were kept in protective custody under the law, ili wagojee kuja kwa ile imani. Wagalatia 3 mstari wa 23 inadhibitisha hayo. So sio tu haiongei kuhusu imani ya kumwamini Mungu. Imani ya kumwamini Mungu ilianza kitambo. Na nimesema katika Waebrania 11 tunahadithiwa mambo makubwa ambao walifanya kwa imani. Lakini neno linasema kabla kuja ile imani, a particular kind of faith. Kabla hiyo imani kuja, waliwekwa chini ya sheria wasubiri hadi itakapokuja hiyo imani. Na ukiendelea kusoma utakuta wanasema kwa sababu sheria ilikuwa ni mwelekezi wa kuwaelekeza wao kuwalete kwa Kristo ili wahesabiwe haki kwa njia ya imani ya Kristo. So kile ambacho hakikuwa kimekuja sio imani ya kumwamini Mungu, lakini ni imani ya kumwamini Mungu kupitia kwa Yesu Kristo Bwana. Na inadhibitika vilivyo kwa sababu hata anapokuja Yesu alikuta ibada ya Mungu. Kulikuwa na hekalu na ibada ya Mungu. Actually hata wale waliomtesa na kumuua Yesu, walimtesa na kumuua pamoja na mitume wakimtetea Mungu wa Israeli, kwa sababu walimwamini Mungu wa Israeli. So anaposema kabla ile imani kuja, anaongea kuhusu ile imani ya kumwamini Bwana Yesu. Hawangelimwamini Bwana Yesu kabla kuja kwake. Waisraeli hawangemwamini Bwana Yesu kabla kuja kwake. Na hiyo ni dhahiri kwa sababu hata baada ya kuja kwake wengi wao hawakuwahi kumwamini hata siku ya leo. So hiyo imani ya kumwamini Bwana Yesu ndio ilikuwa haijafunuliwa. Kama vile tuliona wakati uliopita, juma lililopita, ya kwamba mambo hayo yalibaki kuwa ni siri ambayo vizazi vilivyopita havikuweza kuiona, lakini wakati wa mwisho imefunuliwa kwa wateule wa Mungu kupitia imani ya Yesu Kristo. Ukiangalia kwenye kitabu cha Marko sura yake ya 1 na mstari wa 15 inaongea kuhusu Bwana Yesu. Aliposikia ya kwamba Yohana Mbatizaji amewekwa gerezani, Bwana Yesu alisema katika Marko 1 mstari wa 15, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Mstari wa 14 unasema aliposikia ya kwamba Yohana amewekwa gerezani, Bwana Yesu akasema sasa wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Bwana Yesu alijua ya kwamba aliposhikwa Yohana Mbatizaji na kuwekwa korokoroni, alijua ya kwamba hatatoka korokoroni hiyo akiwa katika uzima huu. Na tunajua katika maandiko ya kwamba hakutoka gerezani, walimkata kichwa huko gerezani baada ya yule mwanamwali kumtumbuiza Herode na kudai kichwa chake Yohana Mbatizaji. So cha muhimu hapo ni kwamba aliposikia ya kwamba Yohana amewekwa gerezani, Bwana Yesu akasema wakati umetimia. Time is fulfilled. Now this is the time that the kingdom of God is to arrive, and therefore repent and believe the gospel. Wakati umetimia.
So kabla ya mambo hayo wakati haukuwa umetimia, lakini baada ya jambo hilo Bwana Yesu akasema wakati umetimia. Mathayo 12 mstari wa 28. Alipokuwa akiongea na Wayahudi akawaambia, ikiwa mimi ninatoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umewafikia. Pale alisema ufalme wa Mungu unakaribia. Mathayo 12 mstari wa 28 anasema ikiwa yeye anatoa mapepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umewafikia. Luka 17 mstari wa 20. Alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Akawajibu na kusema, ufalme wa Mungu hauji kwa kuonekana na macho. Hauji kwa kuonekana na macho. Sio kitu utasema ndio huo ufalme wa Mungu ama ndio ule ufalme wa Mungu. The kingdom of God does not come in a physical way where people can say there is the kingdom or here is the kingdom. Unakuja kwa njia isiyo ya kawaida. Na katika Wakolosai sura yake ya kwanza mstari wa 13 tunaambiwa ya kwamba kupitia kwa Kristo Mungu alituokoa kutoka mamlaka ya giza akatuhamisha hata katika ufalme wa mwana wake mpendwa. Wakati Mungu alitukomboa kutokana na nguvu za giza, hakutukomboa tu kutokana na nguvu za giza, alitukomboa kutokana na nguvu za giza na akatuhamisha. Akatupeleka wapi? Katika ufalme wa mwana wake mpendwa. So tunaona ya kwamba ni hakika, ni kweli ya kwamba Injili ilikuwa imetengewa wakati wake wa kuanza, na haingelianza kabla ya wakati huo, na haingelianza baada ya wakati huo. Ilibidi kulingana na usahihi wa Mungu ianze at the appointed time. Na tumeona ya kwamba wakati Yohana amewekwa gerezani, Yesu anasema wakati umefika sasa wa injili ya ufalme kuhubiriwa. Mahali pengine katika Luka 16:16 Yesu anasema manabii, sheria na manabii zilikuwa hadi wakati wa Yohana Mbatizaji. Wakati wa injili ulikuwa ianze kuhubiriwa baada ya huduma ya Yohana Mbatizaji. Ndio kwa maana wakati Yohana alishikwa akawekwa gerezani, Yesu akijua ya kwamba huo ndio mwisho wa huduma ya Yohana Mbatizaji, alitangaza ya kwamba wakati wa injili sasa umefika. The appointed time for the preaching of the gospel was after the ministry of John the Baptist. That is why when the Lord Jesus was told that John the Baptist was arrested and put into prison, knowing that that was the end of the ministry of John the Baptist, said time is now fulfilled. The appointed time is now that the kingdom of God will be preached and people will be required to believe the gospel. That was the turning point from the law and the prophets to the preaching of the gospel, from the kingdom of Israel to the kingdom of God. The ministry of John the Baptist was the end of the law and the prophets and the kingdom of Israel. From there on, as he says in Luke 16:16, the kingdom of God is preached. So hiyo sitaithibitisha zaidi ya hapo. Kuna mengi tunaweza kuyasema kuhusu jambo hilo, lakini ninaamini ya kwamba yale ambayo tayari tumeyasema yanadhibitisha ya kwamba injili
ilikuwa ni ahadi iliyotolewa na Mungu katika Agano la Kale, na Injili na ahadi hiyo inatimia katika Agano Jipya, na kuhubiriwa kwa Injili wakati wake uliotengwa ni baada ya huduma ya Yohana Mbatizaji. Na hilo nitaliacha hapo. Kama kuna swali linaweza kuulizwa hata kupitia kwa mitandao yetu, na tutakuja kulishughulikia. Na pia kama kuna maoni, watu wako huru, wale ambao wanatutazama, wale ambao wanatusikia wako huru kutoa maoni na kuuliza maswali ambayo kwamba kwa neema ya Mungu tutakuja kuyashughulikia katika vipindi vijavyo. Na sasa tunataka kutoka hapo tuende kwenye kuitambulisha Injili. Tutazame swala la kuitambulisha Injili, na kuna alama za utambulisho ambazo zinaitambulisha Injili. Alama za utambulisho ambazo zinaitambulisha Injili ya kweli. Katika siku hizi za mwisho, ni vigumu sana kupata kitu halisi ambacho hakijafanyiwa kingine badia. Watengenezaji huenda hutumia wakati wao mwingi na fedha nyingi na hekima nyingi kuweka alama za kipekee katika bidhaa zao ili kuzuia wale waigizaji wasiigize bidhaa hizo zao. Wanaweka kitu tunasema ni alama maalum. For example, kama mimi natengeneza kitu fulani, nitajaribu kuweka alama maalum ambazo zitakuwa ni vigumu kuigwa, ili bidhaa yangu isiharibiwe biashara na bidhaa za waigizaji. Na kwa sababu kama nilivyosema ni kwamba there is so much fake, counterfeit, vitu ambazo ni gushi. Kiswahili kinasema ni gushi. Kuna kitu halisi, lakini katika soko kumejaa vitu gushi, zimetengenezwa zikifananishwa na kile ambacho ni halisi. So watengenezaji they go to great lengths to try and secure their product by putting identification marks that are difficult to be replicated na wale ambao wanaiga bidhaa hiyo. Na mambo hayo yako kila mahali. Ni vigumu kupata kitu halisi ambacho hakina kingine bandia ambacho kimetengenezwa kikifananishwa na hicho. Na hata serikali za dunia zinatumia fedha nyingi na wakati mwingi kutengeneza noti za sarufi, currency notes. Ukiangalia noti ya pesa utakuta imewekwa watermarks ambazo ni vigumu kwa waigizaji kuweza kuiga. Lakini zinawekwa hivyo kwa sababu wanaotengeneza hizo noti wanajua kuna watu huko nje wako tayari kuzitengeneza noti bandia. So wanaweka watermarks. Unakuta ya kwamba kuprint noti za sarafu zinatumia pesa nyingi sana za nchi kwa sababu ya hiyo security ya kuzuia uigizaji. They are called watermarks. Na ni katika kulinda uhalisi wa bidhaa ambazo watengenezaji wanatengeneza zisiharibiwe soko na waigizaji. Na pia wanunuzi, hata wanaonunua vitu mara nyingi wanakuwa makini sana
kwa sababu utakuta waigizaji wanabadilisha, hata kama ni jina la ile bidhaa inabadilishwa kidogo, kama herufi moja inabadilishwa. Unaona ni kama ile halisi, lakini kumbe kuna one word ama one letter ambayo imebadilishwa. So for you to be safe, hata kama unanunua bidhaa, unataka kuhakikisha ya kwamba bidhaa hizo sio gushi. Herufi, utakuta watu wanachika noti wanaimulikisha jua ama taa ndio waone zile watermarks, wajue ni kweli ni hiyo, hasa kama ni noti ya 1000. Ukipatia mtu noti ya 1000 anaiangalia vizuri, kwa sababu anaogopa isiwe ni gushi. Mahali pengine wanaweka mataa ambayo ikimulikishwa noti inasema kama ni kweli ama si kweli, kwa sababu kumejaa bidhaa gushi. Hata dhahabu, juzi tulikuwa na shida, watu wana export dhahabu gushi kutoka Kenya. Na ni gold, lakini imepakwa rangi tu hapa juu, inasemekana ni dhahabu na inanunuliwa na wanatengeneza pesa. Watu wanaingia kwenye mitego. So wale ambao ni wanunuzi wanapitia shida pia ya kujaribu kuhakikisha ya kwamba jambo hili ni halisi. Na nimesema hayo kwa sababu kama vile tuko na shida ya vitu gushi katika bidhaa za kawaida, vivyo hivyo tuko na shida ya injili. Kwa sababu kuna injili namna nyingi sana ambazo ni bandia. Ni injili gushi. Ni injili ambayo imefananishwa na injili ya Kristo. Hata madawa, utakuta kwamba kuna dawa zile original, kuna dawa zingine sijui ni generic, kuna zingine ni fake, outright fake. Hata juzi tulikuwa na shida ya fertilizer hapa katika nchi yetu ya Kenya. Watu wanaleta kuna fertilizer ya kweli na kuna fertilizer ingine imewekwa tu mchanga. Ni fertilizer gushi. Siku hizi ni siku mbaya, na vivyo hivyo utakuta ya kwamba kuna injili ya kweli na kuna injili nyingine nyingi ambazo si kweli. Ni injili bandia, ni injili gushi, ni injili za kufananishwa na injili ya kweli. Na ndio kwa maana kuna umuhimu ya kwamba wale ambao utafuta ukweli wa injili inawapasa kuwa waangalifu sana ili kuitambua ile injili halisi, injili ya asili ya Bwana Yesu. Mitume walionya katika maandiko kuhusu injili bandia. Na kwa kawaida walisema ya kwamba jinsi ya kutambua injili ambayo ni bandia na ni gushi ni kuilinganisha na ule ujumbe wa injili ambao ulihubiriwa tangia mwanzo. Kwa sababu injili iliyohubiriwa tangia mwanzo ilikuwa ni injili halisi. Lakini baadaye kukaanza kuja na injili zilizoanza kuhubiriwa katika siku zao mitume, ambazo zilikuwa ni injili zilizokuwa kweli. Na tulishaona ya kwamba injili ni nguvu ama uweza wa Mungu wa kuokoa kila mwanadamu aaminie, awe Myahudi ama mtu wa mataifa. Uweza wa kuokoa uko katika ujumbe wa injili. Na kwa hivyo adui alianza kuiandama injili tangia mwanzo. Mtume Paulo anaongea kuhusu watu waliohubiri injili namna nyingine kwa watu kwa mataifa, watu wa kanisa la Galatia. Petro anaongea kuhusu watu watakaokuja katika kanisa wakiongea mambo ambayo wanaita ni injili, lakini si injili ya Bwana Yesu. Yohana anasema jaribuni kila jambo muone kana kwamba linalingana. Kila mitume walipohubiri walitoa tahadhari ya kwamba watu wa Mungu wamakinike sana
katika kuitambua injili ya kweli. So ni Shetani amefanya jitihada kubwa tangu mwanzo, akitaka kufanya injili isiwe na makali yake, na anafanya hivyo kwa njia ya kutia upotofu wa kila namna katika ujumbe wa injili. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu injili ina alama zake za kuitambulisha ambazo haziwezi kuigwa na nguvu na mamlaka ya giza. Kama vile tumesema watengenezaji bidhaa wanaweka alama, kama vile tumesema watengenezaji noti za sarufi wanaweka alama, pia injili iko na alama zake za utambulisho ambazo haziwezi kuigwa na nguvu za giza. Wanaopenda ukweli inawapasa kuangalia alama hizo, kuhakikisha kuwa kile wanachokisikia au wanachokihubiri kwa kweli ni injili ya Yesu Kristo. Na tungetaka kutaja baadhi ya alama hizo ili kuweza kujitayarisha katika kuscrutinize ama kuweka juu ya mizani kila ujumbe ambao tunausikia, ili kuangalia kana kwamba ni ujumbe wa kweli wa injili. Na mojawapo ya alama hizo, one of the watermarks of the gospel, ni kwamba ujumbe wa injili unamtukuza, unamheshimu na unamuinua Yesu Kristo kama jibu ambalo Mungu mwenyewe amelitoa la kumtoa mtu katika mwanguko wa dhambi na mateso yote yanayoambatana na dhambi ambayo mwanadamu alitumbukia ndani yake kupitia kuanguka kwa Adamu katika shamba la Edeni. Ujumbe wa injili unamtukuza, unamheshimu na kumwinua Yesu Kristo, ya kwamba yeye ndiye jibu, yeye ndiye solution, yeye ndiye jawabu itokayo kwa Mungu kwa swala nzima la dhambi na maovu ambayo yamempata mwanadamu kutokana na kuanguka katika dhambi kwa baba yetu Adamu katika bustani ya Edeni. Ya kwamba ni katika Kristo, Yesu Kristo, ni katika Kristo peke yake ambapo mwanadamu anarejeshwa kutoka kwa mwanguko na kushirikishwa katika utukufu wa Mungu. Utukufu ambao Mungu alimuona mwanadamu ndani yake wakati mara ya kwanza kabisa Mungu alimuona mwanadamu katika mawazo yake. When God conceived man in his mind, wakati Mungu alimuwaza mtu katika mawazo yake kabla ya kumuumba, kuna utukufu ambao Mungu alimuona mtu huyo akiwa nao. Na ni katika Kristo mwanadamu anakombolewa kutokana na mwanguko katika dhambi na mauti, na anarejeshwa ili ainuliwe aufikie utukufu ambao Mungu alimuona huyo mtu akiwa nao mara ya kwanza, wakati Mungu alimuona huyo mtu katika mawazo yake kabla ya kumuumba. Matendo ya Mitume sura yake ya 4 na mstari wa 12. Neno linasema, hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Hakuna jina lingine, hakuna wokovu katika mwingine awaye yeyote. There is no salvation in any other, for there is no other name under heaven
ambayo imepeanwa ili kwamba watu waokolewe kwa jina hilo. Ni jina tu la Yesu Kristo Bwana. Na juzi tulipokuwa tukiongea mahali pengine, tukasema ya kwamba hatimaye Yesu ndiye wokovu wa Mungu. Wokovu si tukio. Wokovu ni mtu. Na huyo mtu ni Yesu Kristo Bwana. Tukasema ya kwamba wakati Yesu alizaliwa na akahitimu wakati wake wa kutahiriwa, kulingana na desturi na mila za Wayahudi, walimpeleka kwenye hekalu. Na mle hekaluni kulikuwa na mtumishi wa Mungu aliyeishi katika hiyo hekalu, jina lake Simeoni. Simeoni walikuwa na mapatano na Mungu. Mungu alikuwa amemwahidi Simeoni hataona mauti, hata lala mauti kabla ya kuona wokovu wa Mungu. Na walipompeleka Yesu, baba yake Yusufu na Mariamu, walipompeleka Yesu katika hekalu, wakamkabidhi Simeoni mikononi mwa Simeoni mwana Yesu. Simeoni alipomtazama yule mtoto, aliongea na Mungu, akaambia Mungu, sasa mtumishi wako anaweza kulala mauti salama kwa sababu nimeuona wokovu wako. Yesu ndiye wokovu wa Mungu. Alipokuwa akitembea akakutana na Zakayo. Yule Zakayo aliyekuwa mtu mfupi, na Yesu akamwambia Zakayo, shuka. Zakayo akashuka, wakaenda na Yesu kwake. Na walipofika kule, Yesu akamwambia Zakayo, leo wokovu umefika hapa nyumbani kwako, kwa sababu yeye ndiye wokovu. Jina Yesu lenyewe, jina Yesu Kristo lenyewe linamaanisha mahali salama pa Mungu. Ni wokovu wa Mungu, ni mahali salama pa Mungu, ya kwamba Mungu anawachukua watu, anawaweka ndani ya Yesu, wanakuwa salama. Kama vile neno lilisema katika maandiko ya Agano la Kale, ya kwamba jina la Mungu ni nyumba iliyojengwa, ni kama zile tunaita nini, ngome iliyojengwa, ambalo watu wa Mungu wakikimbilia pale wanakuwa salama. Kristo ndiye mahali salama ambapo Mungu mwenyewe amepatengeneza, ya kwamba watu wakiingia ndani yake wanakuwa safe. Christ Jesus is God's safe place. Watu wakiingia pale ni ngome ambalo Mungu ameijenga mwenyewe. Watu wakiingia pale wanakuwa salama. Ndio kwa maana injili ya wokovu inamhusu yeye, kwa sababu yeye ndiye wokovu wa Mungu. Hiyo ndiyo njia ya kutambua injili. Hiyo ni mojawapo ya hiyo watermark. Unayoangalia noti, unaangalia kama utaona simba. Usipoona hiyo simba, unajua hii ni gushi. Ujumbe wowote ambao haumuinui Bwana Yesu kama suluhisho la pekee kwa matatizo yaliyompata mwanadamu kupitia kwa dhambi, ujumbe huo ni gushi. Kama una jawabu kando na Yesu, ujumbe huo sio ujumbe wa injili, kwa sababu Yesu ndiye wokovu wa Mungu. Waefeso 1 sura yake mstari wake wa 20 hadi wa 22 inaongea kuhusu nguvu ambazo Mungu alizitumia kufanya kazi kubwa katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamketisha mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho juu sana. Inasema ameketishwa juu sana kuliko enzi zote, na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, sio tu katika ulimwengu huu, bali hata ulimwengu utakaokuja pia.
na Mungu ametia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Mungu amemtukuza Kristo juu ya kila kitu na kila jina na kila uweza ambao uko duniani na mbinguni. Amemweka juu ya vyote kwa ajili ya kanisa. Kazi ya kanisa inadai, kazi ya kulijenga kanisa inadai uweza wa namna hiyo, uweza ambao unapita enzi zote, uweza ambao unashinda mamlaka yote na nguvu na usultani, na uweza ambao ni juu ya jina lolote lile litajwalo, sio tu katika ulimwengu huu hadi katika ulimwengu ujao. Mamlaka na uweza wa aina hiyo ndio uliohitajika ili kulijenga kanisa la Bwana Yesu. Na uweza huo haukuwahi wala hautawahi kupatikana katika mtu mwingine ila ni katika Yesu Kristo Bwana. Sasa tunaweza kuona ni kwa nini injili haingehubiriwa kabla ya Yesu Kristo Bwana kupokea kutoka kwa Mungu Baba uweza na mamlaka hayo. Anapofufuka Bwana Yesu kutoka kwa wafu katika Mathayo 28, anapotokea wanafunzi wake baada ya kufufuka kwake, anawaambia, nimepewa nguvu na mamlaka yote mbinguni na duniani. Enendeni sasa basi mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kushika yote ambayo nimewaamurisha nyinyi. Injili haingehubiriwa kando na mamlaka hayo. Ilibidi mamlaka hayo yapatikane kwa mtu, kwa mwanadamu, ili kazi ya kulijenga kanisa la Bwana Yesu iweze kufanyika. Na hiyo ni muhimu kwa sababu anapopokea madaraka hayo, Bwana Yesu anapopokea madaraka hayo, anayapokea kama mwanadamu, kama mtu. Hayapokei kama malaika ama kama Mungu. Anayapokea kama mtu. Ndio kwa maana alizaliwa kama mtu, ili atakapopokea madaraka hayo yawe ni madaraka ya mtu ambayo anaipokea. Katika Kristo Mungu ameweka madaraka yote chini ya mtu, kwa sababu Kristo ni mtu. Alizaliwa kama mtu, alifanyika mtu. Na neno linasema Timotheo, kuna Mungu mmoja tu wa kweli na kuna mpatanishi mmoja kati ya Mungu na watu, mtu aitwaye Yesu Kristo Bwana. So that is crucial. When he receives this power, he receives this power as a man on behalf of men. Ndio kwa maana tumeambiwa amefanywa kuwa kila kitu juu ya kanisa, kwa sababu ya kanisa. Wafilipi 2 mstari wa 9 hadi ule wa 11 inaongea vile Yesu alijinyenyekesha, akatolewa katika upeo wa kiungu, akachushwa chini hata ya upeo wa malaika, akafanyika mtu. Na alipofanyika mtu akajinyenyekesha hata kifo cha msalabani. Na mstari wa 9 hadi 11 inasema, kwa hiyo Mungu alimuadhimisha mno, ama Mungu alimuinua sana, akampa jina lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Injili ya Kristo inamwenzi Yesu Kristo, inamuinua Yesu Kristo kuliko kitu kingine chochote kile. Wanaomhubiri Kristo
hawajiinui wenyewe, hawajihubiri wenyewe, wanamuinua Kristo. Madhumuni ya Injili ni kumwenzi na kumuinua na kumheshimisha na kumhubiri Kristo, kumfunua Kristo jinsi alivyo, kwa sababu yeye ndiye wokovu wa Mungu. Ujumbe wa Injili unamuinua Kristo, unamuheshimu, unamuenzi, unamtukuza Kristo, kwa sababu tumeambiwa Mungu wa mbinguni amemtukuza Kristo juu ya kila nguvu na mamlaka na uweza ambao uko dunia hii na hata katika dunia ijayo. Alisema amepewa nguvu na mamlaka mbinguni na duniani. Wokovu wa mwanadamu, wokovu wa mwanadamu unagharimu, unaitisha uweza wa namna hiyo ili utekelezwe. Na katika dunia hii, tangia Adamu hadi mtu wa mwisho atakayezaliwa dunia hii, hakuna mtu awaye yeyote aliwahi kuwa na nguvu na mamlaka yaliyokuwa na Bwana Yesu. Hakuna. Sio Musa, sio Ibrahimu, sio Joshua, sio Gideoni, sio Elisha. Hakuna mwingine dunia hii tangu Adamu hadi yule atazaliwa wa mwisho, kwa sababu kutakuwa na mtu atazaliwa wa mwisho dunia hii. Kuna mtoto atazaliwa dunia hii katika mipangilio ya Mungu, kusizaliwe mwingine. Hata huyo wa mwisho, wa kwanza ni Adamu na wa mwisho atakayezaliwa. Hakuna aliyetembea duniani hapa mwenye nguvu na mamlaka na uweza ambao unaweza kulinganishwa na uweza wa Kristo. Ndio kwa maana hakuna mwingine angelijenga kanisa, angelijengea Mungu hekalu la kiroho isipokuwa ni huyu Yesu Kristo. Na ndio kwa maana Injili haingehubiriwa, kwa sababu ilidai mtu wa namna hiyo. Warumi 3 mstari wa 23 na ule wa 24 inasema, kwa sababu watu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wakihesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Watu wote wamefanya dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Na kwa sababu hiyo, kupitia kwa neema yake Mungu na ukombozi ambao Mungu ameuweka ndani ya Kristo Yesu, Mungu kwa neema yake anawahesabia watu haki bure. Lakini ni katika ukombozi ulio ndani ya Kristo Yesu. Musa alikuwa mkombozi, lakini Musa alikomboa wana wa Israeli kutoka Misri akawapeleka Kanaani. Katika Israeli kulitokea watu wa kuwaokoa wengi: Gideoni, Samsoni, Jefitha na wengine walikuwa mashujaa wa Israeli ambao waliwaokoa na maadui zao. Lakini Yesu Kristo anakuja na uweza na nguvu na mamlaka ya kuwaokoa wanadamu kutoka nguvu na mamlaka ya Shetani, nguvu na mamlaka ya dhambi. Anaingia katika hatari ya mauti na kuiangamiza mauti na kufunua uzima wa milele kwa ushindi wa ajabu. Wokovu wa mwanadamu ulihitaji shujaa kama huyo. And I dare say here without any fear of contradiction, ya kwamba katikati ya mashujaa waliowahi kuishi katika dunia hii, katika mashujaa wanaotajwa dunia hii, hakuna shujaa ambaye
anakaribia kiwango cha Yesu Kristo Bwana. Hakuna shujaa. You can speak about Nelson Mandela. You can speak about George Washington. Unaweza kuongea kuhusu Dedan Kimathi Waciuri. Unaweza kuongea kuhusu anybody na mambo waliofanya ya ajabu, lakini hakuna shujaa anakaribia kiwango cha Yesu Kristo Bwana. Yeye peke yake ndiye anaokoa watu kutokana na mwanguko ambao hata wanadamu wote wangeshikana mikono na walete uweza wao pamoja, hawangeweza kujitoa katika shida hiyo. Hakuna mwanadamu aliyekuwa na uwezo wa kuondoa dhambi ya Adamu, ambayo kwa hiyo wanadamu wote walifanywa kuwa wenye dhambi na kuhukumiwa kifo. Hakuna mwanadamu aliyekuwa na uwezo wa kuondoa dhambi ya Adamu. Na ni dhambi ya Adamu ilisababisha watu wote wahesabiwe wenye dhambi na wahukumiwe kifo. Ni katika Yesu Kristo tu, Adamu wa mwisho, kwa sababu Kristo ni Adamu wa mwisho, ambapo dhambi ya mwanadamu, hiyo ni dhambi ya Adamu, imeondolewa, na hivyo kuthibitisha tendo la Mungu la kuwahesabia haki watu ambao waliasi. Anawahesabia bure katika Kristo, kwa sababu Kristo aliondoa dhambi ya wanadamu, dhambi ambayo ilitendeka tangia bustani ya Edeni. Ndio kwa maana Yohana anapomuona Bwana Yesu anasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aiondoae dhambi ya ulimwengu. Hakungekuwa na wokovu, kwa sababu basically wokovu, tunaokolewa kutokana na makali ya dhambi. Na kama dhambi haijaondolewa, hakuwezi kuwa na wokovu, kwa sababu tulihukumiwa mauti kupitia kwa dhambi. Ili mauti iondoke, lazima dhambi iondoke kwanza. Na dhambi haikuondolewa kwa njia nyingine yoyote ile. Dhambi ya mwanadamu imeondolewa msalabani Calvary. Na kuanzia hapo inaweza kutangazwa injili ya kwamba dhambi imeshindwa, dhambi imeondolewa. Na wakati dhambi imeondolewa, sasa watu wanaweza kuishi milele wakimwamini Bwana Yesu Kristo. Hiyo ndiyo habari njema. Those are the things we have to look for in identifying the message of the gospel. Inamuinua Kristo, kama vile Yesu mwenyewe alisema kule jangwani, wakati watu waliumwa na nyoka. Musa aliambiwa na Mungu atengeneze nyoka wa shaba na amuinue juu kwa mti mrefu, na aambie wana wa Israeli, yeyote atakayeumwa na nyoka atazame yule nyoka wa shaba na atapona. Kila aliyeumwa na nyoka, ijapokuwa sumu ya nyoka iliingia katika mwili wake, alipoitazama ile nyoka ya shaba, ile sumu ilikosa nguvu, huyo mtu akaishi. Vivyo hivyo injili ya Kristo inamuinua Kristo juu, ili atakayemtazama Kristo apone makali ya sumu ya yule njoka aliyemuuma baba yetu Adamu katika bustani ya Edeni. Hiyo sumu ya dhambi ambayo inafanya mwanadamu atumbukie katika mauti, anapoinuliwa Bwana Yesu, mtu mwenye dhambi akimwangalia, hiyo makali ya sumu ya joka shetani inakoseshwa nguvu na huyo mtu anaishi. Ndio kwa maana injili inamuinua Yesu. Kumuinua Yesu ni kusema ni kumfanya Yesu aonekane dhahiri na kila mtu. Maneno ya injili yanamweka Yesu juu, ili watu wote ambao wameumwa na shetani wakimtazama wapone ugonjwa wa dhambi, na wakipona ugonjwa wa dhambi wanaweza kuishi milele. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu
hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Injili inamuinua Bwana Yesu. That is one of the hallmarks. Unaangalia ujumbe unaohubiriwa, ujumbe huo unamuinua Yesu ama unamuinua mtu, ama unainua kitu kingine. Ukiona ujumbe ambao haumuinui Yesu kama suluhisho la pekee, ujumbe huo una dosari, sio ujumbe wa injili ya kweli. Warumi 5 mstari wa 17 na 18 inasema, kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, kwa sababu ya yule mmoja aliyekosa, mauti ilitawala. Inasema, bali zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo. Basi tena, kama kwa kosa la mtu mmoja wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kristo ndiye anaondoa hukumu ya mauti ambao wanadamu walihukumiwa katika Adamu. Na sio tu kuondoa hukumu ya mauti, katika haki yake watu wote wanahesabiwa haki. Ndio kwa maana ujumbe wa injili unamuinua Kristo. That is very important. Unaposikia mahubiri yakihubiriwa, unaposikia unabii ukitolewa, unaposikiza mafundisho yakifundishwa, chukua mambo hayo uyaweke katika ratiri. Uulize, mambo hayo yote lengo lake ni kumuinua Kristo ama sio kumuinua Kristo? Kama hayamuinui Kristo, hata kama yamehubiriwa na nani, hayo ni mambo yanahusiana na injili gushi, sio injili ya kweli. Kuna watu wanajihubiri wenyewe, kuna watu wanahubiri mambo mengine. Hata kuna wale walitajwa na Paulo mahali fulani akasema Mungu wao ni tumbo zao. Na wanahubiri kile wanachokiita ni injili ya Bwana Yesu. So we must be careful. The message of the gospel lifts Christ juu ya mambo mengine yote. Na tunaweza kuongea hayo hata muda usituruhusu. Kwa hivyo kuna tahadhari. Ama niseme la mwisho, niseme hivi kuhusu jambo hilo. Wakati Mtume Paulo alikuwa katika dini ya Wayahudi, alimwamini Mungu wa Israeli kiwango cha kuua kwa sababu ya Mungu huo. Hakuua watu kwa sababu alichukia Mungu, aliua watu kwa sababu alipenda Mungu wa Israeli. Na alipenda imani ya Kiyahudi, na aliheshimu hekalu la Mungu. Lakini hakuwa ameona nuru ya injili ya Bwana Yesu. Hakuwa ameona nuru ya injili. Na wakati aliona nuru ya injili, katika kitabu cha Wafilipi sura yake ya 3, anasema mambo yote ambayo alihesabu kuwa ni mambo muhimu, aliyahesabu kama takataka, ili aweze kumjua Kristo, hadi ajue uwezo wa Mungu uliomfufua kutoka kwa wafu. Si ati hakuwa na imani ya Mungu, alikuwa na imani ya Mungu, ndio ilimpelekea kuua watu. Lakini imani hiyo sio imani ya Kristo. Kama vile tulivyoambia, kabla ya kuja ile imani waliwekwa chini ya sheria. Alikuwa anaua watu akiwa chini ya sheria. Na anasema haki ya sheria alikuwa bila dosari. Alikuwa bila dosari kwenye haki ya sheria, lakini kumbe alikuwa muuaji katika moyo wake. Lakini alipokutana na Kristo akabadilika.
na akasema amehesabu mambo hayo yote ya imani ya Kiyahudi kuwa bure ili aweze kumfahamu Kristo. Imani ya injili ya Kristo inamuinua Kristo. Najua nimeshtakiwa na wengine ya kwamba I put a lot of premium on Jesus Christ. Ya kwamba nina sijui kingine, ninasoma tu Yesu. Lakini hivyo ndivyo inapaswa kuwa. Kwa sababu Yesu ndiye jawabu la Mungu. Is the answer. Ukiwa katika marikefu ama meli, inaitwa meli siku hizi, na meli izame. Ikiwa meli itakuwa inazama na umepata kitu kinaitwa life jacket. Umepata life jacket, unajishikilia kwa hiyo life jacket. Ukiwa umejishikilia kwa hiyo life jacket, hauwezi kuiachilia. Ama ndege ikiwaka moto, ikiwa huko hewani na upatiwe parachute, uambiwe uruke na parachute ifunguke, hauwezi kuiachilia hiyo parachute. Kwa sababu uhai wako unategemea hiyo parachute. Ama unategemea hiyo life jacket. Ikiondoka tu, wewe na uhai wako umeisha. Hivyo ndivyo Kristo alivyo. Ni ndani yake kuna uzima. Na kwa hivyo tukiongea mambo ya uzima, inatubidi kuongea mambo ya Yesu Kristo Bwana. Kwa hivyo kuna tahadhari. Ujumbe wowote au harakati yoyote inayohubiriwa kumtukuza mwanadamu au kitu kingine chochote kama jibu la kuanguka kwa mwanadamu, mambo hayo siyo injili ya Bwana Yesu. Ujumbe wa injili unamzunguka Bwana Yesu Kristo, unaonyesha msalaba wake kama kazi ya Mungu ya kuokoa wanadamu wote, awaye yeyote aaminie. Wakorintho wa kwanza 15. Naona muda wetu unayoyoma. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 15 mstari wa kwanza hadi ule wa 4. Basi ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyowahubiri, ambayo ndiyo niliyopokea, na katika hiyo mnasimama. Paulo anaongea na Wakorintho, anawaambia ile injili aliyowahubiria ndio ile injili aliyoipokea, na wao wanasimama katika hiyo injili. Na kwa hiyo mnaokolewa. Mstari wa 2. Kwa hiyo injili niliyowahubiria, ambayo ni injili niliyoipokea, kwa hiyo injili mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiria, isipokuwa muwe mliamini bure. Kwa maana naliwatolea nyinyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. Hebu tutafakari hayo. Katika kitabu cha Wagalatia, Paulo anaambia Wagalatia ya kwamba alipo muona Bwana Yesu na akabadilika kutoka dini yake ya Uyahudi akawa Mkristo, hakufundishwa injili na watu. Mara moja alienda Arabia, na injili aliyoipokea aliipokea moja kwa moja kutoka kwa Bwana Yesu aliyefufuka. Aliipokea moja, hakufunzwa na Petero na waliokuwa mitume mbele yake. Alienda jangwani Arabia, na Yesu mwenyewe akamfundisha injili. Na anaambia Wakorintho, ile injili niliyoipokea kwa Yesu ndiyo niliyowahubiria, na injili hiyo ndiyo iliyowaokoa, na injili hiyo ndiyo mmesimama juu yake. Na injili hiyo inasema ya kwamba Bwana Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu,
na akazikwa kama yasemavyo maandiko, na akafufuka kama yasemavyo maandiko. Hiyo ndiyo injili ya Kristo, ambayo Kristo mwenyewe alimufundisha Paulo, na miaka mingi baadaye akaenda Yerusalemu. Baada ya miaka 14 akaenda Yerusalemu, akawekelea injili yake hapa, na Petro na Yohana na Yakobo wakawekelea yao hapa, wakaliganisha, wakaona ni injili moja, kwa sababu ujumbe wa injili is a particular message. Yesu alimwambia Paulo, uwahubirie watu, uwaambie nilikufa kwa ajili ya dhambi zao, na nikazikwa kama yasemavyo maandiko, na nikafufuka kama yasemavyo maandiko. Wakiamini hayo wataokolewa. Hiyo ndiyo injili ya Bwana Yesu. Injili ya Bwana Yesu inahusu mauti, kufufuka na kupaa kwake juu mbinguni. Na kama utasikiza ujumbe ambao hauzunguki juu ya jambo hilo, ujue kama ulikuwa unaenda Mombasa, umeshika njia ya kuelekea Nakuru. Hata ukikimbia ndio utakuwa umepotea sana. Mtu ambaye amepotea njia hata akikimbia is making matters worse, kwa sababu ndio anapotea zaidi. You identify the message of the gospel because it exalts the Lord Jesus above everything else. Na ina rotate, inaongea, inazunguka hapo msalabani. Injili ya Bwana Yesu inazunguka hapo msalabani. Ndio kwa maana Paulo anasema, anaambia Wakorintho, nilipokuja kwenu sikutaka kujua jambo lingine lolote lile ila Yesu ametundikwa msalabani. Anasema Wayahudi wanatafuta ishara na Wayunani wanatafuta busara, lakini sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa, kwa sababu yeye ndiye hekima ya Mungu na uweza wa Mungu. Ujumbe wa injili unazunguka pale msalabani, na unatoka msalabani unapaa juu mbinguni, na unamuenzi na kumtukuza Bwana Yesu. Naona saa zetu zimeisha. Na nafikiri tutakoma hapo ili tuweze kuendelea juma lijalo kuangalia other watermarks, alama zingine za injili ambazo ukisikia ujumbe unaupima kwa alama hizo. Kama vile tulikuwa tunasema kabla brother Thuo aje. Leo nikitoa noti ya 1000, mtu akija pale kwako kazini atoe noti ya 1000 akupatie, anataka kununua kitu, unaiangalia sawa sawa, kwa sababu unajua kuna noti nyingi sana za 1000 gushi. So unaimulikisha jua, na kama jua haioni vizuri na atafuta tochi ama mwangaza uone kama utaona kale kasimba, uwe na uhakika ya kwamba hiyo noti ni sawa, si gushi. Ni lazima wapendao ukweli wahakikishe wameona ukweli wa injili katika kila mahubiri na mafundisho wanayoyasikia. Usipoona mambo hayo, wachana nayo. Ukiangalia noti ya 1000 ukose kale kasimba, hata kama ulikuwa haujauza siku yote huwezi kuchukua hiyo noti. Ni kweli. Kwa nini? Kwa sababu ni gushi. Una haja na pesa ndio, lakini hiyo pesa ni gushi. Unaweza kuwa na haja na injili, lakini ukichukua injili gushi ndio utakuwa umejiharibu zaidi. Afadhali kukaa bila injili kuliko kuwa na injili gushi. Ama si kweli? So tutakoma hapo wapendwa. Tutaendelea. Hiyo ni alama moja tumesema. Tutasema alama zingine ambazo unapima ujumbe nao kujua kama ni ujumbe wa injili. Mungu awabariki sana na neema yake izidi kuwa kuu juu ya maisha yenu. Asanteni sana nyote mliokuwa katika mtandao, katika njia ya Google Meet na hata katika Facebook Live. We love you so much and may God continue to bless you.